Baada ya kuwa na mvutano mkubwa sana, kama unakumbuka tulikujuza kuhusiana na kile ambacho kilizungumzwa na bunge la Ulaya. Sasa Tanzania imejibu nini? Sikiliza bwana hiki ambacho kimejibiwa. Na ujumbe ulikuwa umeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini mimi nitai-translate kwa lugha ya Kiswahili ili upate kuelewa wewe kama Mtanzania ni kipi kilichozungumzwa. Yaani mambo yamekanushwa kabisa mchana kweupe. Unaambiwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea maazimio yaliyopitishwa na bunge la Ulaya tarehe 8 Mei kuhusu mwenendo wa kesi zinazoendelea hapa nchini. Wakati Tanzania inaheshimu uhuru wa kitaasisi wa bunge la Ulaya na kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, inahisi ni muhimu kufafanua ukweli umuhimu wa kusisitiza tena dhamira yake ya muda mrefu ya kuzingatia misingi ya demokrasia, utawala bora na utawala wa sheria. Wanasema tangu Machi 2021 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikitekeleza mageuzi ya kisiasa ya kisheria kwa upana kupitia falsafa ya 4R: maridhiano, ustamilivu, mageuzi na kujenga upya. Mageuzi haya yameleta mafanikio ya wazi, ikiwemo kurejeshwa kwa uhuru wa kisiasa, kupanuka kwa haki za kiraia, kuimarishwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kupitishwa kwa sheria mpya za uchaguzi mnamo Mei 2024 ambazo zitasababisha kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tanzania ni nchi huru yenye katiba yake na inaongozwa kwa misingi ya kisheria. Masuala yote ya kisheria hushughulikiwa kwa uhuru na muhimili wa mahakama kama mojawapo ya mihimili ya dola kwa mujibu wa sheria za nchi na viwango bora vya kimataifa, ambapo serikali ya mtendaji haina mamlaka kuingilia mwenendo wa mashauri ya kisheria. Hivyo basi, kauli zinazodokeza au kuhimiza serikali kuingilia kesi zinazotajwa mahakamani si sahihi, bali pia ni zinakinzana na dhana ya msingi wa uhuru wa mahakama kama ulivyothibitishwa kwenye katiba ya Tanzania na pia kama unavyohimizwa na Umoja wa Ulaya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia inasikitishwa na mwenendo unaojitokeza kwenye azimio la bunge la Ulaya wa baadhi ya wadau wa kimataifa kutoa hukumu kwa kuzingatia taarifa zisizo kamili au zenye upendeleo bila kupitia njia sahihi za kidiplomasia, kwanza ili kupelekea tafsiri potofu na upotoshwaji wa hali halisi ilivyo nchini. Ni jambo la kusikitisha pia kwamba baadhi ya matukio nchini Tanzania, ikiwemo kesi za kisheria za mtu mmoja zinapewa uzito mkubwa wa uangalizi, huku mafanikio yaliyopatikana katika maeneo kama uhuru wa vyombo vya habari, ujumuishaji wa kisiasa, mageuzi ya uchaguzi na ujenzi wa amani katika ukanda huu hayaingiliwi wala kutambuliwa. Wakati Tanzania inaendelea kuheshimu haki na hadhi ya watu wote kwa usawa kama inavyodhaminiwa na katiba yake, ni muhimu kufafanua kuwa masuala yanayohusiana na mwelekeo wa jinsia yamebainishwa wazi katika katiba ya Tanzania, sheria za kimataifa, maadili ya utamaduni na mila za kijamii. Tanzania inasisitiza kwamba ushirikiano wote lazima uzingatie kuheshimiana kwa maadili, ikiwa ni pamoja na kuheshimu uhuru wa nchi, katiba, mifumo ya sheria na utambulisho wa kitaifa, ambapo ushirikiano wa baadaye uzingatie vipaumbele vya pamoja katika maendeleo, utawala bora, ukuaji wa uchumi, ustawi wa watu na maisha ya msingi ya wananchi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya na iko tayari kwa majadiliano ya wazi ya kuheshimiana na yenye misingi ya ushahidi kuhusu masuala yenye maslahi ya pamoja. Hata hivyo, majadiliano hayo lazima yawe ya wazi, ya haki, ya kuheshimiana na yenye kuzingatia kikamilifu mamlaka ya kimataifa, katiba pamoja na muktadha wa sheria na tamaduni wa kila nchi. Tunapoelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, serikali inathibitisha tena dhamira yake ya kuhakikisha amani inadumu, uchaguzi huru wa haki unafanyika na kulindwa kwa haki na uhuru wa msingi wa wananchi wote kwa mujibu wa katiba. Tanzania inakaribisha kuendelea kwa msaada kutoka Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kimataifa wanaoshirikiana kwa nia njema na uelewa na usawa kuhusu safari ya kidemokrasia ya nchi.
na iko tayari kuelimisha wale ambao bado hawajazoea ama kuelewa maadili ya tamaduni ya Tanzania. Guys, umesikiliza na umeelewa. Kwa hiyo hapo naamini utakuwa umeelewa. Kwanza hakuna kitu ambacho serikali imekubaliana kwamba imetenda makosa. Yaani wao kila kitu wako sahihi. Kila kitu wako sahihi. Siti neno sana na kuachia we drop comment hapo. Utakomentisha kinoma noma. Unalionaje tamko la serikali? Liko sawa? Drop comment. Bye bye.